kuna mtu mmoja wa hovyo. Na mtu mmoja wa hovyo sana juzi wakati tumtambulisha kocha alipita kwenye comment pale. Akasema huyu mnamuita Patrick Mabedi. Huyu ni Patrick Mavitanda. Nilicheka sana ile comment. Mavitanda. Sema Mabedi. Tusiturahisishe tu tumuite Patrick Mavitanda. Bwana tunaondoka na hapa na narudi nyumbani kwao. Niko excited sana kwa sababu licha sisi kumchukua lakini alitokea South Africa. Toka South Africa ndo amekuja hapa. Alitokea straight Malawi. Kwa hiyo niko excited. Nimeangalia asubuhi mitandao mbalimbali ya Malawi. Story kubwa ni hiyo. Wanazungumza one of the senior coach kwenye taifa lao anakuja na club kucheza na timu ambayo inajitafuta. Ndio story kubwa kwao kwa sababu Silver hawajakuwa wakubwa sana. Zungumza Malawi unazungumza Bullets ambao ndio wana fan base kubwa. Kwa hiyo wanatazama kuwa na kocha ambaye mwenye hadhi ya timu ya taifa ya Malawi. Amefundisha mpaka mwaka jana yes. Kocha wa timu ya taifa. Mwaka huu, hii 2025. Mwaka huu uchaguzi bado bwana. Kwa hiyo inachanganya. Mwaka huu 2025 kaondoka pale akiwa national team coach. Sasa inawapa mwamko, inawapa hamasa wanahabari wa Malawi, mashabiki wa Malawi kwenda kumtazama na kwenda kuiona Young Africans. Lakini upande wa pili inakuwa na changamoto kwetu. Unapocheza na kocha mwenye hadhi ya timu ya taifa ya Malawi, wale Silver wachezaji wazawa pale wanataka kuonyesha kwamba mwalimu wakati mwingine pakitokea chance ya national team na sisi tunaweza kucheza. Kwa hiyo inaweza kama mechi ngumu vile vile kwa uwepo wake tu. Kuna urahisi lakini kuna ugumu katokea pale kwa sababu ya commitment ambayo vijana wanakuja nayo kutaka kumuonyesha mwalimu. Lakini tunaamini sisi tuna quality kubwa na tunaweza kufanya vizuri. Kwa namna ulivyochungulia Mavitanda, kuna ladha imeongezeka kwenye timu au vipi? Au yale malalamiko? Sasa unajua kazi yake kubwa yeye ni kushauriana na Romain Folz. Kwa mabadiliko yote mtakaoyaona ya kiufundi yanaanzia kwanza sifa kwa Romain Folz. Alafu Patrick yeye ni mshauri. Unajua assistant maana yake unamshauri mwalimu kwenye mipango. Kwa mwalimu tunafikiri tufanye hivi, twende hivi, na ana experience kubwa unaelewa, amecheza Malawi, anajua culture ya pale. Kwa hiyo kuna vitu vingi lakini tusisahau kumention uwepo wa Romain Folz kama head coach ambaye anaweza akapokea ushauri na akauacha. Bwana tucheze hivi akasema hapana. Kwa hiyo wherever kitakachotokea kwenye pitch, mwalimu ambaye anatakiwa apewe sifa wa kwanza ni Romain Folz, alafu platinum coach. Yoka anamuita platinum coach. Ana meno ya dhahabu, unaona? Umeona unafuatilia kijana. Ana meno ya dhahabu. Yule ni uzee tu lakini ni ka diamond fulani na yeye enzi zake.